Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wapendwa. Kama kawaida niko mbele yenu Mwalimu Abdul Karimu na naendelea kuwakumbusha ndugu zangu kuendelea kusubscribe channel yangu ili kwa vipindi vinavyokuja watu waweze kuvipata na manufaa yaweze kuonekana. Na leo nakuja na bakola namna ya kuweza kuadhibu watu wa aina tatu. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye anadhulumu, na katika kudhulumu ni mtu ambaye anachelewesha deni, na katika kuchelewesha deni ni mtu ambaye alipi. Alafu mtu aina nyingine ni mchawi. Ni mchawi. Aina nyingine ni jambazi. Au anaelekeza namna ya kuweza kuadhibu kwa kutumia bakola ya mti wa mpingo kama jinsi unavyoiona hapa. Huu ni mti ambao una maajabu makubwa sana kama endapo utaweza kuzingatia namna ya kutumia. Utaweza kupata manufaa makubwa kabisa, kuondokana na bugza za wezi, kuondokana na bugza za vibaka, majambazi na wachawi, kwa kujifanyia kinga mwenyewe kokote kule uliko. Sasa namna gani utafanya? Basi fatana nami Mwalimu Abdul Karimu niweze kukupa elimu jinsi ya kuweza kubadilisha mti wa mpingo kuweza kuwa silaha ya kuweza kuadhibu hao ambao hawakulipi madeni yako, au ambao wanachelewesha madeni yako, au ambao wanakuangia katika mji wako, au ambao wanataka kufanya ujambazi katika nyumba yako. Basi namna ya kufanya, kwanza mti huu wa mpingo, unapopata bakola kama hii ya mti wa mpingo, manake bakola hii ipeleke panapo malalo ya zamani, ilaze katika malalo ya zamani, ama wengine wanaita makaburi. Uweze kuifukia katika kaburi, itakaa kwa muda wa siku 7. Na baada ya kutoa bakola hii kaburini kwa muda wa siku 7, baada ya kutimiza siku 7, chukua bakola yako ipeleke katika mapanda njia, ilaze kwa muda wa siku 7. Baada ya kuilaza kwa muda wa siku 7, basi tafuta nguo ya sanda. Ukishatafuta nguo ya sanda, tafuta mzizi ambao umekatisha njia, ukate ule mzizi. Ukishakata ule mzizi, ufunge nguo ya sanda. Utakapofunga nguo ya sanda, basi elekea pale ambapo umeweza kuizika hii fimbo ya mti wa mpingo katika mapanda njia. Utakapoichimba, unapoitoa hii fimbo ya mti wa mpingo, basi ifunike na kitambaa cha sanda, uweze kuifunga na uivute. Usibebe kwa mkono wako, ivute kwa kutumia mzizi uliokatisha njia. Utaivuta mpaka kuipeleka katika mji wako. Ukishaifikisha katika mji wako, basi ichukue ukiwa umefumba macho, na ipake mafuta ya simba ukiwa umefunga macho yako. Utaipaka kwa manuizi yale ambayo wewe unataka hiyo fimbo ianze kufanya kazi ile ambayo wewe unahitaji. Kama unahitaji bakola hii iweze kuadhibu wezi, basi utatilia manuizi ukiwa unaipaka mafuta ya simba bakola hii. Kama unahitaji kuweza kuadhibu majambazi, basi utakuwa ukipaka mafuta katika bakola hii kwa manuizi hayo. Kama ni kwa ajili ya wale ambao wanakuchelewesha kulipia madeni yako, utafanya hivyo hivyo alkadhalika. Hii ni mujarabu sana, na hii imekuwa ni yenye kuleta majibu kwa kiwango cha juu sana. Na kuna wale ambao mazingira yao ni magumu kuweza kutengeneza kwa namna ambavyo mimi naelekeza. Kwa hivyo nimekuwa nikitumiwa na watu namna ya kuweza kuwatengenezea, na mimi nimekuwa nikiagiza fimbo hizi ambazo zinakuwa tayari zimeshakamilika, zinakwenda kutenda miujiza tu. Kokote kule zinafika, kama tunavyosema kwamba huduma yetu sisi inazunguka mfano wa dunia inavyozunguka. Kwa maana kokote kule wewe uliko, usiwe na mashaka kabisa, utapata huduma zetu na zitakufikia bila mashaka ya aina yoyote. Naam, basi turejee katika mada ambayo inasema namna gani unaweza ukajilinda dhidi ya madhalimu ambao wao lengo lao ni kuweza kurudisha nyuma kiuchumi, kwa maana kwa lengo la kukuibia, kwa maana kwa lengo la kukuzuru kiuchawi,
na namna nyingine yote ile, basi utumia bakora hii. Baada ya kuwa tayari umeipaka mafuta ya simba, basi utaiweka katika nyumba yako kwa muda wa siku 4. Ina maana siku ya kwanza italala kwenye pembe ya kwanza ya nyumba yako, siku ya pili italala kwenye pembe ya pili ya nyumba yako, na siku ya tatu italala kwenye pembe ya nyumba ya nyumba kwenye pembe ya tatu ya nyumba yako, na siku ya 4 itamalizika kwenye pembe hiyo ya 4 katika nyumba yako. Baada ya hapo, hakika bakora hii unaipaswa kuweza kuilaza mlangoni kwako. Na kama nyumba yako ina milango 5, basi hakikisha utailaza kwa muda wa siku 5 kila mlango mmoja. Ukishakuwa umeikamilisha namna hiyo, basi bakora hii itafutie sanduku ihifadhi ndani ya sanduku yako. Hakika nakwambia utaona maajabu makubwa. Yoyote yule atakayesubutu kugusa kitu chako, basi atakufata akiwa analia, kwa sababu hatoelewa fimbo zinatoka wapi, hatoelewa anapigwa na nani. Kwa hiyo na namna ambavyo unaweza kumopoa mtu huyu, basi ndio naelekeza hapa, na namna kuweza kumopoa mtu ambaye ameshakufanyia madhara, sasa amekujia, anapata adhabu ya kuadhibiwa na fimbo hii ya mti wa mpingo. Basi ukiona namna hiyo, fungua begi yako ile. Ukishafungua begi yako, chukua yale mafuta ya simba, kwa sababu mafuta ya simba ni lazima yakae ndani ya begi hiyo. Chukua yale mafuta ya simba, ipakae hii bakora yako ambayo umeweka ndani ya hiyo begi. Ukishaipaka bakora yako, ikamate kwa mikono yako miwili, nenda kamguse nayo, basi atakuwa ameondokana na adhabu hiyo. Lakini vile vile kama unahitajia mpaka akulipe, basi utakuwa unaongea naye kwamba mimi sitoacha wewe kuendelea kuadhibiwa mpaka unilipe deni langu. Sitoacha kuendelea kuadhibiwa wewe mpaka maradhi ulioisababishia familia yangu yaweze kuondoka. Kwa hivyo inatumika kinga, inatumika kama ulinzi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hakika mti wa mpingo una maajabu makubwa sana. Maajabu yake ni makubwa sana sana sana. Hivyo na wasii ndugu zangu, tumieni njia hii, mtapata faida kubwa. Tumieni njia hii, mtapata faida kubwa sana. Na tunaruhusu maswali. Usiache kudondosha comment hapo chini, utueleze vipi wewe unaujua mpingo na unautumiaje mpingo katika namna fulani ambayo wewe unaijua. Utatuambia hapo katika comment. Na vile vile usiache kuendelea kusubscribe channel hii ili kuweza kufikwa na video nyingine ama masomo mengine, kuendelea kuelimika zaidi. Ni wenu Mwalimu Abdul Karim, na nilitaka ndugu zangu tuweze kupeana faida katika mambo yenye kujenga ambayo yatatupa manufaa makubwa zaidi katika maisha tuliyokuwa nayo inshallah.